Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni siku ya Alhamisi ya juma la 16 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza katika tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 10 hadi ya 17. Wapendwa ndugu zangu, injili ya leo inaanza kwa swali ambalo labda wengi wetu kama tungebahatika kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo, labda tungemuuliza kwamba kwa nini alipenda kuzungumza na watu kwa kutumia mifano. Hili ni swali la msingi sana, kwa sababu tukitafakari vizuri linaibua maswali mengine mengi ambayo wakati mwingine ni magumu hata kuyajibu. Ikiwa Yesu alikuja kuleta wokovu kwa ulimwengu, kwa nini asizungumze kwa lugha ya moja kwa moja ambayo ni rahisi? Kwa nini afundishe kwa mifano ambayo wakati mwingine hii mifano hata kwa wanafunzi wake ambao walikuwa karibu naye ilikuwa ni ngumu kuelewa? Na mara nyingi hawa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo waliporudi nyumbani walianza kumuuliza tena Kristo maswali ili aweze kuwafafanulia nini alimaanisha katika hiyo mifano. Sasa kama wanafunzi wa Kristo ambao walikuwa karibu na Bwana wetu Yesu Kristo hawakuweza kuelewa hiyo mifano ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiitoa, je, wale wengine ambao walikuwa mbali na Bwana wetu Yesu Kristo walielewa kweli? Kwa swali ambalo tunajiuliza, hivi Bwana wetu Yesu Kristo lengo lake alitaka watu wasimuelewe? Jibu ni hapana. Yesu hakutumia mifano ili kuficha ukweli kwa watu wenye kiu ya kumjua Mungu. Alitumia mifano ili kufunua kile kilichokuwa ndani ya moyo wa kila msikilizaji. Fikiria mfano huu. Jua linapochomoza, nta inayeyuka. Jua likichomoza, nta inayeyuka. Lakini udongo unakauka na unakuwa mgumu zaidi. Kumbe tatizo sio jua. Tatizo ni hali ya kitu kinachopokea joto la jua. Vivyo hivyo, neno la Mungu ni lile lile kwa wote, lakini linazaa matunda tofauti kulingana na hali ya moyo wa anayelisikiliza. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema, wanaangalia lakini hawaoni, wanasikia lakini hawasikii na wala hawaelewi. Si kwamba hawakuwa na macho, si kwamba hawakuwa na masikio. Walikuwa na macho, walikuwa na masikio, lakini mioyo yao ilikuwa imefungwa. Mafarisayo na viongozi wengine wengi wa dini walikuwa tayari wameamua kwamba Yesu hawezi kuwa Masihi. Wao walishafunga kwamba huyu hawezi kuwa Masihi. Kwa hiyo hata kabla hajamaliza kuzungumza walikuwa tayari wamemhukumu. Kwa mtu mwenye moyo wa namna hiyo, hata Yesu angezungumza wazi kiasi gani asingebadilika. Lakini yule aliyekuwa na moyo wa unyenyekevu alisikia mfano, akabaki na swali moyoni, akamfuata Bwana wetu Yesu Kristo na kuuliza, Bwana, maana ya mfano huu ni nini? Hapo ndipo palipo na utofauti. Mitume nao hawakuelewa kila kitu mara moja ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikifundisha, lakini walikuwa na sifa moja muhimu sana. Hawakuondoka, hawakumwacha Bwana wetu Yesu Kristo, walibaki na Kristo, walimuuliza, walijifunza na walikubali kurekebishwa. Kutokuelewa si tatizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Tatizo ni kutokutaka kueleweshwa, kutokutaka kuelewa. Ndio maana Yesu aliwaeleza wanafunzi wake kwa faragha, si kwa sababu aliwapendelea, bali kwa sababu wao walikuwa tayari kujifunza,
walikuwa tayari wamefungua mioyo yao kwake ili waweze kufundishwa, ili waweze kuelekezwa. Hili ndilo fundisho kubwa la Injili ya leo. Mungu hatoi neema yake kwa watu wenye akili nyingi kuliko wengine. Anaifunua kwa wale wenye mioyo ya unyenyekevu. Hata leo jambo hili bado linaendelea kwenye maisha yetu. Watu wawili wanaweza kukaa katika misa moja, wakasikiliza Injili, wakasikiliza masomo yale yale, na wakasikiliza mahubiri yale yale. Mmoja anatoka akiwa ameguswa na kuamua kubadilisha maisha yake, lakini mwingine anatoka na anasema, sikuona kitu cha pekee kwenye masomo na hata kwenye haya mahubiri ambayo yametolewa kwangu, mimi sijaona cha tofauti. Je, tofauti iko kwenye mahubiri? Kwa nini huyu abadilike na huyu asibadilike? Tofauti iko wapi? Ipo kwenye mahubiri? Ipo kwenye maandiko matakatifu, masomo yaliyosomwa? Jibu ni hapana. Tofauti iko kwenye moyo unaosikiliza. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema, aliye na kitu ataongezewa. Yaani, aliye na moyo ulio wazi kwa Mwenyezi Mungu atapokea neema zaidi, lakini anayefunga moyo wake kwa kiburi, hata ule mwanga mdogo aliokuwa nao utaanza kupotea. Ndugu zangu, leo tusiishie kuuliza kwa nini Yesu alifundisha kwa mifano. Badala yake tujiulize, je, mimi ni msikilizaji wa aina gani? Je, ninakuja kwa Yesu nikiwa tayari kujifunza hata nisipoelewa kila kitu mara moja? Je, moyo wangu uko tayari kujifunza hata kama wakati mwingine nakuwa sielewi mambo yote kwa mara moja, lakini niko tayari kujifunza? Je, ninamuomba anifafanulie neno lake kupitia sala, kupitia kanisa na kupitia muongozo wa Roho Mtakatifu? Au tayari nina majibu yangu kiasi kwamba Mungu hawezi tena kunifundisha chochote? Leo tumuombe Bwana atuondolee moyo mgumu na atupe moyo kama wa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, moyo unaouliza, moyo unaosikiliza, moyo unaotafakari, na moyo ambao uko tayari kubadilika. Kwa sababu mwisho wa yote, Yesu hakutumia mifano ili kuwaficha watu ufalme wa Mungu. Alitumia kuwatenganisha wale waliotaka kusikia kweli ya Kristo na wale ambao hawakuwa tayari kumsikiliza. Na swali ambalo Injili ya leo inatuachia ni swali dogo, nalo ni hili: je, mimi ni miongoni mwa wale wanaosikia sauti ya Kristo na kuifuata, au ni miongoni mwa wale wanaoisikia lakini hawataki kubadilika? Basi tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia, mioyo yetu iwe tayari kuelekezwa, iwe tayari kujifunza kutoka kwa Kristo, na mwisho wa siku mifano yote ambayo Mwenyezi Mungu anaitoa, maandiko yake ambayo anatupatia, tuweze kuyaelewa na yaweze kutusaidia kuweza kubadili maisha yetu na kuweza kuanza upya. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.